Naitwa Mhandisi Leonard Saani Daudi kutoka kitengo cha usimamizi wa miradi TANROADS Manyara, kwa maana kitengo cha TECU. Hapa tulipo tuko kwenye daraja la Katesh ambalo ujenzi wake unaendelea kwa hatua za mwisho. Daraja hili linatokana na maporomoko yaliyotokea mnamo mwezi Disemba mwaka 2023 ambayo yalitokea mlima Hanang, ambapo daraja dogo lililokuwepo aina ya box culvert lilizidiwa na maporomoko ya udongo ambayo yalitokea kipindi hicho na kupelekea barabara hii kuziba kabisa, hali ambayo ilisababisha eneo hili la mji kujaa matope na kupelekea vifo vingi ambavyo vilitokea kipindi hicho. Lakini kutokana na juhudi za serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilifanya mpango kwa maana ya kutoa fedha kupitia ufadhili wa Benki Kuu ya Dunia, ambapo fedha hizi ndo zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa mradi huu wa daraja la Katesh. Daraja hili ni daraja ambalo litakuwa na urefu wa mita 15, lakini pia lina barabara unganishi zenye jumla ya urefu wa mita 600, kwa maana upande mmoja na mita 300 na upande mmoja na mita 300. Mradi huu wa ujenzi wa daraja la Katesh pamoja na barabara unganishi unatekelezwa na mkandarasi mzawa ambaye anaitwa Electronic Company Limited kutokea Moshi. Na mradi huo of course mkataba wake ulisainiwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2024, lakini ni mkataba wa mwaka mmoja ambao unategemea kukamilika tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2025, na unatekelezwa kwa gharama ya jumla ya shilingi bilioni 1 na milioni 876 ambazo zimeletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mradi huu kwa sasa umefikia 95%, ambapo kazi chache ambazo ziko mwishoni, ambapo hadi sasa utekelezaji wake tayari uko mbele ya muda ambao tunatarajia kukamilika, na tunatarajia mkandarasi atakamilisha kazi hii kabla ya muda ambao umekusudiwa. Ambayo na ujenzi wa daraja hili, lakini kazi kubwa ambayo imefanyika kwenye eneo hili pia tumenyanyua tuta hili ili kuweza kulingana pamoja na urefu wa daraja letu hili. Lakini kazi nyingine ambazo zitaendelea kwenye mkataba huu ama mradi huu ni pamoja na ujenzi wa mitaro kama ambavyo tumeona inaendelea kujengwa sasa hivi, na mingine kwa hatua ya mwisho kabisa kwenye ujenzi wa mradi huu. Mradi huu wa daraja la Katesh tunategemea utakuwa mkombozi mkubwa sana kwenye eneo hili kutokana na mafuriko ambayo yalitokea mwaka juzi mwaka 2023. Kwa hiyo tunategemea, kwa sababu sasa daraja tumelipanua limekuwa kubwa, tunategemea changamoto yote ambayo sasa itatokea haitaweza tena kuleta maafa yote kwenye eneo hili. Mradi huu unategemea kuwa na manufaa makubwa sana, hususan kwa watumiaji wa barabara kuu ya kutokea Babati kwenda Singida, kwani utakuwa kiunganishi kikubwa ambao tunategemea sasa watumiaji watatumia majira yote ya mwaka pasipo kupata adha yoyote ile, hata kipindi cha masika kama ilivyotokea mwaka juzi 2023. Lakini pia mradi huu umeajiri ajira mbalimbali hususan kwa wananchi wengi wa eneo hili la Katesh, kwani vijana wengi wameajiriwa kwa kazi mbalimbali ambazo wamekuwa wakizifanya eneo hili la Katesh kwenye huu mradi wa ujenzi wa daraja hili. Kiufupi, mradi huu umefaidisha pia wananchi wa karibu hapa wa kupata ajira, sio unskilled labor, pia skilled labor. Imewasaidia, ukiangalia kwenye mambo labda first aid tumeweza kuajiri manesi unskilled vibarua kama 20 walikuwa wamepata kazi, na kiufupi imewasaidia wananchi waliozunguka eneo hili. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na kuwa facilitator wa kupata hizi fedha kutokea Benki ya Dunia. Kwa hiyo hii inasaidia hizi miundombinu kuendelea kuwepo na kuimarisha zaidi ili kutokuathiri au kuleta maafa mengine. Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 12 2023 yalitokea mafuriko makubwa ya maporomoko ya mlima Hanang. Tulivyoamka saa 12 tulikutana na mafuriko haya yameporomoka kutoka milimani. Yalikuwa na madhara makubwa sana, na watu wengi walipoteza maisha, mashamba, vitu vingi vilipotea. Kwa kweli tuliumia sana, lakini kutokana na hali halisi madhara tuliyopata makubwa sana. Kwa kweli serikali imeweza kujitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza tulipatwa na shida ya vyakula, magonjwa, watu wengi walipata madhara mengi sana, lakini serikali ilijitahidi sana, tuliweza kupata vitu vingi sana. Kwa kweli hatuwezi kuhadisia, kwa sababu mpaka sasa hivi tuna mabaki ya vyakula tulivyonavyo. Tulipata magodoro, vitu vingi tulipata, majiko, vitu vingi sana, mpaka na
uniformu za watoto za shule, mabegi, yani vitu vingi tulipata kwa kweli. Na serikali imefanya jitihada kubwa sana mpaka sasa hivi kutokana na hali halisi uharibifu uliofanyika. Mpaka sasa hivi kwa kweli serikali imeweza kuboresha miundombinu ya wilaya ya Hanang', ile sehemu iliyoathirika. Mpaka sasa hivi kwa kweli yani wamefanya kitu kikubwa sana ambacho kwa kweli hatuwezi kuelezea. Kwa kweli bila serikali tulikuwa tunashindwa kila kitu. Biashara zetu zisingeendelea hadi sasa. Lakini kwa jitihada za serikali imetusaidia sana. Kwanza kuleta magreda yale, kuondoa yale matope yote hadi tukaweza kurudi kwenye makazi yetu. Na hadi sasa tumetengenezewa daraja ambalo linapita, magari yote yatapita hapa vizuri. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali yetu kwa kutuona.